Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utauona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tunaendelea na maombi ya siku 21. Nikualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Lango letu la 10 ni lango la utumishi. Nikizungumza habari ya utumishi, inawezekana ukanielewa kidogo au ukanielewa sana, kulingana na vile ambavyo naweza kutafsiri. Utumishi uko wa aina nyingi sana, na tunatofautiana kadiri utumishi wetu ukoje. Naomba nitoe maelekezo kidogo juu ya utumishi ambao kila mmoja anaweza kuelewa. Watumishi tuko wengi sana. Utumishi uko wa aina kadhaa. Tuna mtumishi ambaye anasimama madhabahuni kama unavyosikia prophet hapa anazungumza, lakini kuna mtumishi yeye ambaye asimami madhabahuni, ambayo ni wewe ambaye unasikiliza, na wote hao tunafanya kazi moja kujenga ufalme wa Mungu. Na tunalilima shamba moja. Biblia inasema
katika shamba kuna watendaji, maana wote ni watendaji katika shamba. Kuna anayelima kwenye shamba, kuna anayeangalia shamba, kuna anayetia mbolea kwenye shamba. Kwa hiyo wote ni watumishi, ila tunatofautiana kwenye kada za utumishi. Sasa nitoe mfano kwamba mimi nasimama kushika maiki kuhubiri, lakini wewe unafanya utumishi wa kusikiliza. Sasa kusikiliza sio utumishi, ni wewe wewe una jembe ambalo unalima kwenye shamba, unashiki maiki, lakini wewe unatumika aidha kwa njia ya sadaka, kubeba ile kazi ya Mungu, na wewe unaitwa mtumishi. Aidha unaiombea kazi ya Mungu iende, wewe naye ni mtumishi. Aidha unafanya kazi kwenye kanisa, kwenye madhabahu, unatunza watumishi, nao ni utumishi. Unatoa sadaka kwa ajili ya watoto wajane, yatima, nao ni utumishi. Kwa hiyo utumishi uko mwingi sana. Sasa kwenye context hii, unaposimama kumtumikia Mungu, umeelewa? Unaposimama kumtumikia Mungu, unaposimama kumtumikia Mungu kwa namna yoyote ile, kwa namna yoyote ile, kwa namna yoyote ile, kwa namna yoyote ile ambayo nimeieleza, namna unavyomtumikia Mungu, namna unavyofanya kazi ya Mungu, kwa namna yoyote ile. Sasa utumishi huo nataka tuangalie kwenye kile kitabu cha Kutoka 23 kuanzia mstari wa 25 mpaka 29. Biblia inasema pale Kutoka 23, 25, 29, nasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibariki chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea magonjwa kati yako, hapata kuwa na mwenye kuharibu wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako itatimizwa. Nasema nami nitatuma utiisho wangu tangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote watakao kufikiria, nami nitawafanya adui zako wote wakuonyeshe mago yako. Anasema nami nitapeleka mavu mbele yako, watakao mfukuza Mhivi na Mkanaani na Mhiti watoke mbele yako. Sasa unaweza kuona anaeleza vitu kama 8 hivi, au kama sio 10. Namba 1, anasema atakibariki chakula chako. Mtu yule ambaye ameamua tu kumtumikia Mungu, anasema namba 1, atakibariki chakula chako, atabariki maji yako, ataondoa magonjwa kati yako, hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa, ataondoa utasa. Unaona, hesabu za siku zako zitatimia. Atatuma utiisho uende mbele yako, atafadhaisha maadui zako, adui zako atahakikisha anawapiga. Sasa unaweza kuziona hizo faida za utumishi. Sasa hizi faida hizi za utumishi, huu ni mlango. Ndio maana Biblia inasema mtu akinitumikia anifuate, alipo na mimi ndipo mtumishi wangu atakapokuwa. Lakini mtu akinitumikia, Baba atafanyaje? Atamuheshimu. Kuheshimiwa na Mungu kunatoka wapi? Kuheshimiwa na Mungu ndio huku, anabariki chakula, anabariki maji, anabariki kazi ya mikono, anabariki kila unachokifanya, ila ni kwa wale ambao wameingia kwenye agano la utumishi. Hapa sizungumzi yule ambaye anasikiliza tu maombi na kuondoka. Nazungumza yule ambaye ameingia agano. Anasema huyu nabii anashika maiki kila siku asubuhi, lakini mimi natumika kwa namna gani? Mimi kazi yangu nitakuwa nahakikisha nafanya agano, natoa sadaka, nabeba hii kazi, kwa sababu ninatamani kuona kazi hii, huduma hii inawafikia watu wengi. Na mimi nitasimama, nitatoa sadaka, nitahakikisha watu wengi wanaokolewa. Huyo ndio ninayemuongelea, huyo ndio mtumishi. Huyo ndio mtumishi ambaye anahakikisha anatoa sadaka, anatoa dhabihu, ahakikishe kazi ya Mungu hii inayounguruma kila siku inawafikia watu wengi sana. Na haiwafikii kwa maneno kwamba ndio wamefikiwa. Hapana, inawafikia kwa sababu kuna anayetoa sadaka, kuna anayehubiri. Tunapohubiri tunatumia vyombo vingi sana mpaka tunakufikia. Kuna makompyuta, kuna makamera, kuna manini, mambo yote hayo ni fedha, yote ni gharama. Kiziangalia gharama, ni gharama nyingi sana zinatumika. Umeelewa? Kuna watumishi wanaofanya kazi, kuna wanaotakiwa kulipwa mishahara,
kuna wanaoamka usiku wa manane kuhakikisha kwamba anafanya maombi. Kuna watumishi wanaotumika. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana hapo kwenye madhabahu. Ni issue tu, sio issue tu ya kusikiliza sauti. Sio issue tu ya kusikiliza sauti. Hiyo sauti ambayo mpaka inafika kwako unaisikia tayari imeshalipiwa, imeshaingia kwenye mtandao, imeshatumwa. Kwa lazima kuwepo na watu ambao wanasimama kuibeba kazi ya Mungu, na hawa ndio wanaitwa nani? Ndio wanaitwa watumishi. Sijajua kama wanaongea na mtu ananielewa. Sasa hao watumishi ambao wanasimama kuhakikisha kazi hiyo wanaibeba, hao ndio wanaitwa watumishi. Hao ndio mlango unapofunguka wao na wewe kwenda kwenye viwango vikubwa. Umeona? Ndio maana kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18 anaeleza vitu vizito sana. Kumbukumbu la Torati 8:18, nataka tusome pamoja. Kumbukumbu la Torati 8:18 anasemaje? Anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili kulifanya imara agano lake alilowaapia baba zako, kama hivi leo. Sasa wewe unatamani Mungu akutajirishe, una agano gani la utumishi? Unatamani Mungu akutajirishe, umeweka agano gani la kuinua kazi? Unatamani Mungu akutajirishe, umeweka agano gani la kuinua kazi? Kama una agano la kubeba kazi ya Mungu, kasema Bwana Yesu, na mimi naingia kwenye agano, nabeba kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inahitaji fedha, kazi ya Mungu inahitaji kufikia watu, kazi ya Mungu inahitaji vyombo, na mimi mwaka huu naweka agano, nitakuwa natoa sadaka kila siku, nihakikishe kazi hii inaenda inafikia watu wengi. Kama una agano, utabaki tu, utauona ule mlango wa utajiri. Ni maombi yangu na mimi nikuombee wewe, na wewe leo weka agano. Weka agano la kumtumikia Mungu, kuhakikisha unabeba kazi hii. Utashangaa vile ambavyo milango ya baraka inaenda kufunguka kuliko kawaida. Glory to Jesus. Mungu akubariki sana. Natamani kidogo nituombe. Amina. Naomba uinue mkono wako sahihi, na kama hata una sadaka, chukua sadaka. Unataka kuanza kufanya agano la utumishi, panda sadaka yako yote ambayo ndani yako nasikia 5,000, 10,000, 1,000, 200,000. Wekeza kwenye mfalme wa Mungu. Utaona vile ambavyo utumishi huo unaenda kuletea baraka nyingi kuliko kawaida. Inua mkono wako, sema, Baba yangu, Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako na mkono wako. Wewe ni Mungu wa ajabu, unaishi na kumiliki na kutawala. Mbingu na nchi imejaa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu uliyevyo mwema, ulio mwaminifu, dhihirisha nguvu yako na utukufu wako wa ajabu. Yesu Kristo utendaye maajabu, ishara zako ni kuu, miujiza yako ni mikuu. Baba, mwaka huu umepanga kuinua mtumishi wako, umepanga kumpandisha, panga kumpeleka kwenye viwango vikubwa, lakini liko lango la utumishi ambalo Baba, mtumishi wako anatamani umpe fedha ili kupitia lango ili akutumikie wewe. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, nami namuombea apokee nguvu ya kutumikia wewe, maana umesema mtu akinitumikia anifuate, nilipo na mtumishi wangu ndipo atakapokuwa. Ninatamka katika jina la Yesu Kristo, kwa nguvu zako na kwa uwezo wako tokao juu, ninafungulia neema ya utumishi kwa ajili ya mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Wacha mkono wa Yesu ukamwinue, wacha mkono wa Yesu ukatende kazi, wacha mkono wa Yesu ukamdhibitishe, in the mighty name of Jesus. Baba, nafungulia neema, Baba, nafungulia utukufu, Baba, nafungulia utukufu, in the mighty name of Jesus. Robo sanda ramakorabashaka re santa rabakoria masaka roshaka baba. Baba, mpe nguvu ya kutumikia, mpe nguvu ya kutumikia, mpe nguvu ya kutumikia, mpe nguvu ya kutumikia, mpe nguvu ya kutumikia. Fungulie milango ya fedha, fungulie milango ya fedha, ili aweze kuwa na nguvu ya kuifanya kazi yako, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Wewe ambao unataka kuingia kwenye agano la utumishi, na wewe usimame ubebe kazi hii, naomba popote pale ulipo, inua mkono wako wa kulia tunapokwenda kuomba. Wewe unayetaka kuingia kwenye agano la utumishi, stakili maneno haya, sema, Bwana Yesu, mwaka wa 2026 nafanya agano na wewe la kukutumikia. Yesu Kristo, nitaibeba kazi yako kwa ajili ya utumishi wako. Asante Bwana Yesu kwa kunitia nguvu na kunisimamisha, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Utaziona baraka nyingi kwa Bwana
kupitia agano la utumishi. Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi. Maombi tunaendelea. Yesu Kristo atakuhudumia na kuponya katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen.